Msichana, hakikisha mwanaume ambaye anakuumiza mkiachana ni yule mwanaume ambaye alikuwa analeta maana kwenye maisha yako. Alikuwa ni mwanaume ambaye kwa namna moja au nyingine alikuwa anayafanya maisha yako kuwa marahisi sana. Kuna wanaume ambao unakutana na mtu ni mlevi, ni mwanaume ambaye ni muhuni, analala na kila mwanamke, ni mwanaume ambaye hakuheshimu, ni mwanaume ambaye hana muendelezo na penzi lake, ni mwanaume ambaye ana ahadi za uongo kwako. Haya, mwanaume kama huyu dia akuhudumii kwa chochote, imetokea mmeachana. Utasema na wewe umeumizwa? Hapo hujaumizwa baby. Yaani hapo wewe mwambie Mungu asante kwa kunitolea ili pepo kwenye maisha yangu. Lile ni pepo kama mapepo mengine. Yaani kemea kabisa, sema pepo toka, Mungu asante umenitolea huyu ibilisi kwenye maisha. Sasa kuna wasichana wanajichanganya, mtu anakwambia, "Yaani nimeumizwa." Umeumizwa na nani? Yaani ukisikiliza hiyo story ya mtu aliyeumizwa, mtu aliyemuumiza, yani ni mtu ambaye yeye ndo alikuwa anaumizwa kwenye, yani yeye ndo alikuwa anaumia kwenye hilo penzi. Sasa ulikuwa unaumia, tena mtu amekuumizaje na ameondoka? You have to thank God. Mwambie Mungu asante, huyu mtu ametoka kwenye maisha yangu. Asante Mungu, ili pepo limetoka kwenye maisha yangu. Sasa naweza kuvutia wanaume wa maana. Sasa ninaweza kuvutia wanaume ambao watanijali, watanithamini na wanaweza kufanya maisha yangu kuwa marahisi. Sasa unataka kumhold tight mtu ambaye muhuni, malaya, analala na kila mwanamke, hakuhudumii kwa chochote, mlevi, ana watoto kila kona, wewe unataka kuendelea kuwa naye. Kwamba sasa akiondoka kwenye maisha yako mtu kama huyo, hilo pepo unasema heartbreakiwa. Which kind of heartbreak is there? Ni kuvunjwa gani kwa moyo kwa namna hiyo? So kama msichana lazima ujue ni nani amekuumiza moyo wako. Yes.